wanacheza tu hapa. Imefikia wakati wako wa kutoa sadaka. Mimi mkuu. Wewe, nani mwingine? Kuna watu hawana huruma. Lakini mkuu, mimi sina cha kutoa chochote kile. Umezoea kula vya wenzio. Sasa kwa taarifa yako, huna cha kutoa. Kumbuka, una mke na uzao wake. Tukikosa mke, tunataka uzao wake. Mkuu anahangaikiaga hadi mifupa. Sio mifupa tu, hadi kuficha na ficha. Tena, kwa taarifa yako, inabidi ufanye hilo jambo kabla ya mwezi kuisha. Mnaonaje washirika wenzangu? Ndio mkuu. Tunataka na sisi tule kafara yako. Samani, naulizia kwa mjomba wangu wa Shawasha. Ni maarufu sana kwa kilimo cha mboga mboga. Sisi tulikuwa tunafahamu. Nikikuangalia unaonekana ni mstaarabu kweli, lakini sio mstaarabu wa akili. Ukikutana na mtu, cha kwanza unabidi umsalimie, ndipo ueleze matatizo yako. Samani dadangu, nilisasa sio kuchanganyikiwa, nimechoka sana, nimemtafuta muda mrefu. Sio habari yako lakini. Salama kabisa, sijui wewe. Bwana, namtafuta mjomba wangu, anaitwa Shawasha. Ni mlimaji sana, almaarufu sana mboga mboga za majani hizi. Huyo namfahamu, lakini huko unapoelekea umekosea. Lakini njia ni hii hapa. Pita hapa, unapandisha hicho kilima, ukifika utakutana kuna kimtaa hapo mbele. Baada ya hapo utanyoka nayo, utakutana na kuna mti, utakunja hivi utakuwa umefika kabisa. Asante sana. Uwe na siku njema. Madam Maya. Kumchawa tajiri. Mtu mwenye mahela yako mjini, usiokuwa na baya. Yaani nakukoli muda wote hata kupokea simu. Hii kwaje kwanza? Yaani mwanzo nilikuwa busy kichizi yani. Yaani hapa unaponiona nimeacha kazi, nikasongoja nikamsikiliza Madam Maya kwanza. Anajipia gani? Tatizo lako ndio hilo. Unapitwa na gari la mshahara. Tena mimi. Yaani kila kikitoka kitu cha kwanza kabisa, kitu kikitoka ndani ya mfuko wake, unajua hilo? Na makashe yake. Mali mpya. Mzigo mpya. Upo na makaratasi yake. Au niingie ndani kasaminishe mzigo? Zingatia maokoto. Madam Maya, wewe unajua kwamba pesa mimi kwangu sio tatizo, au matatizo madogo madogo kwangu. Na wajua.
Unajua mjini naishi kwa sababu gani? Na ninawafahamu tabia zenu. Nimekupa kipaumbele, basi kitumia hiyo fursa angalau. Fanya basi muamala. Wewe unajua kwamba pesa mimi kwangu sio tatizo, au matatizo madogo madogo kwangu. Yaani muda huu nakupigia simu pale. Kitu kiko ndani kimetulia. Sasa hivi nimemtuma kidogo huko na kuchota maji. Kwa hiyo akirudi tazama ndani. Ila kama utakopa labda una mishemishe zako, wewe kafanya mishemishe zako afu baadaye utanicheck. Na kutumia mzigo wako, huo mzigo umesema umeenda wapi? Umeenda Mtoni. Ndiyo. Au vipi? Ukitoka Mtoni ni cheki kabla wa shamba wale. Si unajua mimi mwenyewe unajua mali yangu, mimi napenda mizigo mipya. Yaani mzigo mpya ukiingia tunataka ile mapema kabla wala wa shamba pa Dar es Salaam hajapita. Au vipi madam? Saa hizi katoka kaenda kuchota maji, lakini akirudi hapa mimi nitaku ila zingatia kwanza nilichokwambia. Basi fresh. Mimi mwamala wako nakutumia hapo fresh. Madam, usifeli sasa. Fanya hivyo basi mwanangu. Pamoja. Fresh. Nini tena? Jikaze. Usilie sasa. Sio kama majirani, sawa? Jikaze. Mbona umesimama hapa? Wewe mgeni eh? Ndiyo, mimi ni mgeni maeneo haya. Sio mwenyeji sana kiivo. Kwa hiyo utakuambia unaishi wapi hapa? Mimi nakaa mitaa hapo mbele. Sio mbali na maeneo haya. Unaishi na nani? Mimi naishi na rafiki yangu. Lakini tuna matatizo kidogo. Ninapoishi na rafiki yangu tumeishiwa na kodi. Na hivi karibuni tunaweza tukafukuzwa kabisa na mwenye nyumba. Yaani sielewi na sina hata pa kuelekea. Pole sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Clara. Mimi ni mwenyeji maeneo haya hapa. Ukitaka waza kuniita Madam Maya au Maya. Cha kukusaidia hapo, naomba nikupatie namba yangu ya simu. Ukiwa na shida aina yoyote au uhitaji aina yoyote, wewe nitafute muda wote. Nitakusaidia. Sawa, naomba unitajie. 07 12 22 Ndio. 34 10.
Aya, sawa, shukrani. Kuna watu